kwa staili ya kishujaa sana Simba anashindwa kubeba kombe la CAF hapa nyumbani Tanzania, na nafikiri ni kwa mara ya pili kwenye historia za Simba wanashindwa kubeba kombe hili la shirikisho, na nafikiri ni majonzi sana kwa klabu ya Simba kwa sababu kila mtu alitegemea kwamba kila kitu kitakuwa sawa na watu wataweza kupindua meza na kuweza kulibakisha kombe hili hapa nchini Tanzania, lakini walikuwa na performance nzuri, walikuwa na spirit nzuri, walikuwa na mchezo mzuri, mchezo ulio bora sana, lakini ingawa baadhi ya mashabiki wamelalamikia kuhusu masuala ya muamuzi na nini, lakini kwa scenario ilivyo the whole CAF, yani CAF yote ilikuwa upande wa Berkane. Kwa hiyo kulikuwa hakuna namna Simba ambao wangeweza kutoboa kwenye ile mechi, kwa sababu ukiangalia toka mwanzo mazingira yaliyoanza kutengenezwa yalikuwa ni ya kwamba CAF wako upande wa RS Berkane. Kwa hiyo sio jambo la kushangaza sana kwa matokeo haya moja kwa moja Simba dhidi ya Berkane, kwa sababu ni matokeo ambayo tayari yalishaandaliwa kwamba ilikuwa kwa vyovyote Berkane abebe ile kombe. Kwa hiyo kwa scenario ilivyo hakuna ubishi kwenye hilo. Kwa hiyo ni tuwapongeze tu washikaji, wamepiga kazi vizuri, wamewakilisha taifa vizuri, na zimekuwa timu mbili za mwisho kwenye mashindano Afrika nzima kwenye mashindano yale ya CAF ni Simba pamoja na Berkane. Kwa hiyo wote ni washindi na wanahitajika kupewa pongezi na taifa kwa ujumla na kupewa heshima yao, kwa sababu wameliheshimisha taifa na zinakuwa ni medali za pili baada ya zile za Young Africans ambazo zimechukuliwa mwaka 2023 ambapo Yanga walicheza na CR Belouizdad, nafikiri ni CR Belouizdad, na pia mambo yakawa ni hivi yani figisu zilikuwa hivi yani. Kwa hiyo ni namna tu ambavyo viongozi wetu waamke na waone namna gani ambavyo wanakwenda kutengeneza mifumo katika CAF, na nafikiri pia kuingia kwa viongozi wetu wa TFF pamoja na vilabu, nikimwona kama Engineer Harris Said ameingia kwenye nyasi mbalimbali za CAF kunatengeneza mazingira. Yani mpira huu ni fitna, yani mpira wa Afrika ni fitna, yani hiyo halikwepeki. Kwa hiyo kuingia kwa viongozi wetu kutaleta chachu ya kujua mbinu gani ambazo wanazitumia, madudu gani wanayafanya ili mradi timu zao ziweze kwenda vizuri, sababu utakuta mtu wa Berkane anacheo CAF, mtu wa nani anacheo CAF. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kuwaondoa kwenye utawala wa soka la Afrika. Ni hayo tu, wewe una maoni gani?